Guys, hii video ni kwa ajili ya serikali haramu ya Tanzania. Ni kwa Samia, ni kwa Kikwete, ni kwa huyo ambaye sasa hivi anajaribisha kujidai yeye ni Magufuli, anajaribisha kujivika ngozi ya Magufuli ili kuwadaa Tanzania, Mwigulu Nchemba na wengine wote kwenye hiyo serikali haramu. Kwanza kabisa inabidi mshukuru kwamba baada ya mauaji mliowafanya, baada ya ukatili mliowafanya kwa Tanzania wakuwa wanadai haki, bado vijana wa Tanzania wanadai haki kwa njia ya maandamano. Bado wanadai haki kwa njia ya amani, bila hata kisu, bila hata rungu, bila hata nini. Bado wanadai haki kwa mikono mitupu. Inabidi mshukuru hilo. Inabidi muangalie historia za nchi zingine zote za Afrika. Kilichofanya uasi ukatokea ni haki kukosekana, na watu kujaribu njia zingine zote za kudai haki kwa amani zikashindikana. Ndio hiyo iliyofuata kwa situation iliyotokea Tanzania Oktoba 29. Inabidi hii serikali isijidanganye. Sasa hivi wa Tanzania, vijana wa Tanzania wako kwenye stage wanadai hii haki kwa mikono mitupu. Wanadai hii haki kwa maandamano. Alafu nyinyi mna respond kwa risasi. Na bado wanaendelea kuidai kwa mikono mitupu. Mnadhani hii haki ikikosekana kwa njia ya maandamano, haki wakikosa kwa njia ya maandamano, mnadhani vijana wa Tanzania kitakachofuata ni nini? Serikali ya Tanzania na wauliza, mnadhani hawa vijana wata accept? Mnadhani vijana wa Tanzania baada ya mauaji mliofanya, unyama mliofanya, mnadhani vijana wa Tanzania wata accept kwamba tukubali tu sisi tuko chini ya uongozi wa mtutu, tukubali tu tunaongozwa na majangili na majizi ambayo yanatuonea, yani mnadhani watakubali, watatulia, maisha yataendelea? Kuna mtu Tanzania anadhani hiyo ndo outcome itakotokea Tanzania? Mimi I have news for you, because hicho ndo kilichotokea kwenye nchi zote ambazo kumetokea vikundi vya uasi. Ni kwa sababu haki ilikosekana kwa njia nyingine yoyote. Kitakachofuata Tanzania, yani kuna watu wanajidanganya kwamba kuna possibility ya Samia kuendelea kuwa rais, kina Mwigulu Nchemba kuendelea kushikilia nchi illegally bila ridhaa ya wananchi, na nchi ikaendelea kuwa kama zamani, ikaendelea kuwa na amani. Hiyo kitu hakipo. I hate to break it to you. Unless haki ipatikane Tanzania, it's only downhill from here. Yani hakuna upside ya Tanzania baada ya kitu tokea 29 bila haki kupatikana. Hakuna upside. It's only downhill. So ni lazima watu waangalie jinsi ya kutoa haki. Ni lazima. Mimi nawaambieni leo, hii nawaambieni kama oni, kitakachofuata. Kumbukeni enzi za Magufuli kulitokea nini kule Kibiti? Walianza kutokea waasi. Na sababu yake ilikuwa nini? Kwa sababu watu hawakuongelea kipindi kile. Sababu kipindi kile udictator wa Magufuli ulivyoanza kwa upinzani, utekaji ulivyoanza, haki ilipoanza kukosekana, si ndo ikaanza kutokea issue za Kibiti kule? Kuna watu wakaingia msituni, wakaanza kuua watu Kibiti. Mnakumbuka? Sasa this time mnadhani hawa vijana wataenda kuchukua hatua gani kama watakosa haki kwa njia ya maendeleo? Ya maandamano. Ni lazima haki ipatikane kwenye nchi ili tuokoe nchi. Ni lazima haki ipatikane. La sivyo mnaipeleka hii nchi. I say, kuna yule mzee aliongea, nitaitafuta ile, nitaiweka hapa kwenye hii. Alisema Tanzania inaenda kuvamiwa kwa sababu haitawaliwi vile watu wanataka. Jamani, ni serikali batili, toeni haki. Hii nchi hairudi kutulia no matter what. Mmeua watu. Hakuna nchi ambayo ilitokea kilichotokea Tanzania, mauaji mengi ya kiasi hiki, na hiyo nchi ikaendelea. Hakuna. So please do the needful. Hii nchi hakuna mtu mwenye hatimiliki. Sio lazima nyinyi mshikilie.
Sio lazima. Ruhusini Watanzania waweze kuchagua serikali yao. Ruhusini waweze kuchagua chama chao, madiwani wao, wabunge wao, waruhusini ili waweze kupata maendeleo. Sasa hivi kuna uongozi wa kifalme tu, ndio maana nchi ina disappear. Please, toeni haki, tuokoe nchi.